Licha ya vigezo vya kikatiba na vya kuteuliwa au kuwania nafasi fulani serikalini, basi hivi sasa kumekuwa na mwamko mkubwa wa watu mbalimbali kuchukua fomu za kuwania nafasi mbalimbali, ikiwemo watu maarufu. Nikiwa na mchambuzi wa siasa na mwanafalsafa Herbert Faustin, kwanza namuuliza, kwa nini kwa sasa kuna mwamko mkubwa ama purukushani za watu kuchukua fomu zinazidi kuongezeka tofauti na awali? Hii inaleta tafsiri gani? Mimi binafsi nisingependa kuliona hili kama mwamko. Isipokuwa hili kinachofanyika hivi sasa kwenye siasa za Tanzania ni mhemko, kwamba tulitegemea kwamba watu wangeweza kujipima. Sasa kujipima kwamba je, ana uwezo wa kwenda kuchanganua na kujua mahitaji ya taifa, kwa sababu lazima tujue kwamba nje na kuwakilisha jimbo, mbunge tunategemea kwamba anaenda kutengeneza na kujadili agenda za kitaifa. Kama tunahitaji kwa mfano uchumi wetu umefikia hatua fulani katika miaka 20-30 ijayo, sehemu pekee tunapoenda kuanza kupika na kutengeneza uchumi wetu ni pale bungeni. Sasa hiki kinachofanyika hivi sasa unaweza ukiona ni kwamba ni mihemko ya kuchukua fomu ya ubunge, ambayo wakati mwingine inawezekana inatokana na watu kwamba tunaona hizi nafasi kumbe anaweza akajifanya yoyote. Sasa kwa nini tumefikia hapo? Ni kwa sababu inawezekana huko nyuma kuna watu ambao inawezekana walikuwa hawana hizo sifa za kuweza kwenda kuwa wabunge. Kumetokea hapo mianya ambayo inawapelekea kwenda kuwa wabunge. Kwa hiyo hata mtu mwingine ambaye hana sifa hizo za kwenda kuwa mbunge, sasa anaona kama fulani aliweza, kwa nini na mimi nisiweze? Na ndio maana unaweza kuona kwamba tunaona kwamba kupitia kwa mfano teuzi hizi, kupitia mfano labda hizi chaguzi, watu wanajaza fomu, watu wamepata fursa za kupata nafasi zingine za kiuteuzi, kwamba mimi alimradi meza bila ambayo inahusika na masuala ya uteuzi iweze kulipata jina langu. Wakati mwingine kumekuwepo na kwamba mimi nimewahi kugombea pia nikafikiwa hatua fulani. Lakini katika jimbo hilo hilo pia Mwijaku pia amechukua fomu. Tukiangalia matukio, nataka niangalie matukio kwamba matukio ya Mwijaku, kitu ambacho maybe alikifanya nyuma, kimeleta taswira fulani katika jamii. Yaani watu kuna namna ambavyo wamemchukulia, lakini pia ameenda kuchukua fomu. Hichi kitu hasa kinaleta tafsiri gani? Tukiangalia watu ambao labda kuna vitu fulani hatuone vikienda sawa hata ambavyo wanavifanya, alafu anaenda mtu kuchukua fomu ya nafasi kubwa ili aende akakitendea kitu fulani katika jamii. Kati mara ya kwanza tulikuwa hatuoni hivyo. Ni kwamba watu wanaona yani ni kitu wanakichukulia poa, ama kuna sheria zinatakiwa kubadilika tofauti na za nyuma? Yani vigezo ambavyo vilikuwa vinawekwa kwamba mtu kuchukua fomu ni hivi vibadilishwe. Huyu mtu inawezekana wewe unamtolea taarifa mtu kama Mwijaku. Yani haiwezekani kwa mfano mwakilishi wa wananchi miezi miwili iliyopita alikuwa anajiita chawa. Yani mtu aliyekuwa anaitwa chawa leo hii anahitaji kwenda kutumwa na wananchi. Ndio maana nimesema hapo jambo la awali kwamba kinachoendelea hivi sasa ni mihemko. Mihemko sasa mwisho wa siku inaweza kujikuta inatupelekea pale bungeni tukapata watu ambao hawana sifa kabisa za kimaadili, hawana sifa hata za kitaaluma, hawana sifa hata za uwezo tu kabisa wa kufikiri. Yani ule uwezo kabisa wa mtu mmoja kufikiri na kuweza kupambanua mambo. Na hii yote ni kwa sababu tumeweka sifa kuu moja kama mtu anajua kusoma na kuandika. Kwenye hotuba ya kuvunja bunge, Mheshimiwa Rais alisema tunahitaji katika kipindi cha miaka 5 ijayo tutalazimika kuwa na mchakato wa katiba. Sasa moja kati ya madhaifu makubwa ya katiba tulionayo hivi sasa ni kutokuwa na utaratibu mzuri, kwa mfano wa kuweza kuchuja ni nani awe nani wapi na kwa kipindi kipi. Na ndio maana unaweza ukipitia rasimu ya katiba ya Warioba, nadhani ikiwa tutengeneza utaratibu ambao tungeweza kwenda kuchuja viongozi wetu katika mazingira mazuri sana. Lakini sidhani kama matatizo ya wananchi kwa hivi sasa dunia tulionayo ili tuweze kutembea, tunahitaji kwenda kumtafuta mtu anayejua kusoma na kuandika. Na wengine wanakwambia kwani kuwakilisha kero za wananchi kunahitaji, hatukutumi pale kwenda kuwakilisha kero za wananchi tu. Tukiangalia watu ambao wanachukua fomu, asilimia kubwa wanachukulia ndani ya chama cha CCM. Hata mtu ambaye labda tulikuwa tumuone katika siasa, labda alikuwa tu ni mwanachama, lakini sasa hivi akichukua fomu tunaona amechukua katika upande wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Nini tafsiri yake hasa? Kwa nini wengine hawaendi katika vyama vingine? Ama ndio mtu kusema kwamba ukishaingia katika Chama cha Mapinduzi basi tayari umewini maisha? Si tu kwamba watu hawa labda ni wanachama kwa Chama cha Mapinduzi, hata ungeuliza leo hii kwamba falsafa ya chama hiki ni kipi, tofauti na kujua kwamba kwenye kadi pale kuna alama ya jembe na nyundo. Sidhani kama kuna watu wanajua falsafa ya chama. Nilikwambia hapo awali kwamba kuna watu wanajua kwamba ili mafaili CV zao ziweze kumfikia Mheshimiwa Rais au wasaidizi wa Mheshimiwa Rais ni kuangia kujaza fomu. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kuna huu utitiri mkubwa. Mtu anajua nikitoka mimi nategemea kwenda inawezekana nitapata nafasi ya kuwa katibu tawala wa wilaya, katibu tawala wa mkoa,
mkoa, naweza nikapata ukuu wa wilaya, naweza nikapata labda ujumbe wa TANAPA, naweza nikawa mkurugenzi wa TANESCO. Hii yote iko namna hiyo, na ndio maana nimesema kwamba tukishakuwa na sheria ambayo inawezekana kwa mfano ikampunguzia majukumu Mheshimiwa Rais, ikiwemo ni pamoja na hizi nafasi za uteuzi, au ndani ya chama tu ikaonekana kama sasa mwisho wa siku nafasi kama za wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa zitaumbwa kama ajira zingine zilivyo, hata kama zitakuwa ni za muda wa kipindi fulani. Inawezekana huu tiketi tunaoona ukote huko inawezekana usiwepo kabisa, kwa sababu nina imani kabisa kuna watu wanakwenda wakiwa wanajua 100% kwamba sina sifa za kupitishwa kwa mgombea ubunge, hata kwenye wale majina mchujo tu kama majina matatu hawezi karudi. Kwa hiyo hasa nini maoni yako sasa kwa hii taswira ambayo inaendelea nchini Tanzania? Chama kuchuja tukitupelekea watu sahihi pale bungeni ambao mwisho wa siku watakuja watatengeneza midara ya kitaifa na kulisaidia taifa ili kuweza kuondoka. Lakini pia mimi na imani kabisa Chama cha Mapinduzi kitapitisha watu sahihi kwenye yale majina matatu ambao watakaporudi kule, kwanza chama hakitalazimika kwenda kwanza kuwasafisha. Kikatiba, raia yeyote wa Tanzania mwenye miaka kuanzia 21 au zaidi anayejua kusoma na kuandika kwa Kiswahili na Kiingereza, ambaye pia ni mwanachama wa chama cha siasa chenye usajili kamili, basi anaruhusiwa kuchukua fomu kuwania nafasi serikalini. Unahisi vigezo hivi vinatosha? Ni yapi maoni yako? Hii ni Msasa Media.